Hello, good Kenyans. How are you? Hope you're good. My name is Brenda Kangai, and I'll be vying for the Nairobi Woman Representative seat 2027. But today I want to speak about if we had to choose another president today. My own personal view, ningependekeza His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga. And these are the reasons. Na msinikuje kwa vita. When we choose president based on anger issues, tunapatangwa na vitu zenye tunapitia saizi. Do you see the situation that we are in as a country today? It is because we chose a president based on anger issues. Tulichagua president tukitaka kumtuma His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta Ishaweri aende ateseke. Tukarudi tukachagua president kwa sababu tulikuwa tunataka Raila Amolo Odinga aende Bondo. That is the reason why tunapitia zile shida tunapitia saizi. So I want to tell you, my good people, Raila Amolo Odinga has been in this country for a very long period of time, akitetea haki zetu, akisimama na ukweli, akisimama na Wakenya, akikuwa katika front line ya kusimama na haki na demokrasia ya Wakenya. I feel is the most qualified and experienced leader we have as a country at the moment. If anything happens and Kenyans need president, that is the person that we should be looking up to. Raila Amolo Odinga is the president that Kenyans hawajagua naye. Is the best president that Wakenya hawaja experience uongozi wake. Raila Amolo Odinga amekuwa frontline kwa kila kitu. Wakenya wakimuhitaji, hata wenye wamemtukana, wenye wamemdharau, Raila anakujanga na naongea kwa niaba yao. This is the man that deserves that presidency at all costs. So what I want to tell you, 2027 is here. As much as we are demonstrating, we are doing a lot of activities, let us shift our focus to 2027 so that we do not vote again based on anger issues. We do not vote for bad leaders kwa sababu wametoka kwa community yetu, ni mtu wetu, ni mtu wa kanisa, alikuja kanisa bishop akasema achaguliwe, sijui alifanya nini, ametoa sadaka mingi, sijui amesema sijui atapatiana ajira, promises mdomo tamu. Let us avoid such kind of leaders. Tusichaguene based on anger issues kwa sababu tutarudi hapa kudemonstrate na kupiga kelele tena. Kenyans, when it comes to election day, let us find our alternative ways of guarding and safeguarding our votes. Ni siku mingi sana tumelia tumesema IEBC is not giving credible election, but can we Kenyans tuanze kufikiria mikakati ambayo tukichaguana our vote safe, tutalinda hizo kura aje pa polling station, kwa sababu kulingana na vile IEBC iko structured, kura zisipoibiwa kwa katika polling station haziwezi ibiwa mali pengine. Are we able to defend our votes at the polling station? Are we able to guard them? Those are the things that we should be asking ourselves. Kwa sababu hii kitu ya kupiga kelele saa hizi, yes tumepiga na tumesikika, lakini 2027 tutakuja, kuna watu wataenda katika kanisa na tunawajua, mimi sitaki issues. Wataenda bishop wetu ni akina nani, wanapenda pesa. Watachukua pesa, kiongozi atasimama aongee, apigiwe makofi. Huyo ndio president, huyo ndio tunarudisha. Tutaki hiyo wakati unajua hawakupata serikali na kitu yoyote. Walikuwa wanajaribu kufix mambo. You will vote them. And back in 2028 mtaanza kulia tena. So let us think of how we can have credible election, how people can vote to the right leaders in 2027, how we can safeguard the votes that will vote, and Wakenya msichaguane na anger issues. Let's have national discussion of who is suitable to lead this country. Kwa sababu mimi hao watu wenye mnataja, the people that you are mentioning ati wakuwe president, mutateseka. The kind of people you are giving, those are wrong choices. You cannot vote a leader mwenye ile time ambayo alikuwa minister
alikuwa anaunda sheria usiku, asubuhi na anazi-implement, na ukikataa unashikwa na unawekwa ndani. We cannot go that way. We have to vote for leaders with credibility. Kiongozi huyu anafanyanga nini, alifanya nini na hatafanya nini. Ako na uwezo ya kutufanyia. Is a leader mwenye anaenda beyond tribe. Kwa sababu historia mtu wetu no. Wakenya tutoke hapo. And wale youth wote wamekuwa katika mstari wa mbele time ya maandamano, can they register as voters? Because if we are going to speak, we are going to demonstrate, and we are not going to participate in elections, then tutakuwa tume waste time. We should be thinking of how now those youths can become voters so that they can express their will during the day of voting. That is my take. Na mimi wa Kenya nataka kuambia, never in your life do decision based on anger issues. Usiwahi jawa na ghadhabu kasema huyo sitamchagua na mtuma nyumbani. Uhuru ananiambia nini? Saizi watu wa Mount Kenya, they can remember very well. Saizi hakuna mtu hajakumbuka kitu Uhuru alimwambia kitoka. Uhuru Muigai Kenyatta uliwaambia watu hawakusikia. Yes.